Kristo tumaini letu. Kitu ambacho wengi wenu hamjui ni kwamba Father Peter kwa sasa marehemu, yeye pamoja na Father Valentine Bayo ambaye yuko hapa, nimemwona kwa mbali. Father Valentine Bayo pamoja na mimi tulikuwa wanafunzi pamoja tukiwa wadogo, wakati tunatafuta kuingia shirika hili miaka ya nyuma kabisa. Tunatembea kutoka barabarani na tujui Usariva ni wapi. Tuliambiwa tukaingia hapo mjini, tukauliza, tukatobe ni hapa, tukateremka. Kulikuwa na dispensary kadogo pale, sasa imekuwa kubwa. Basi tunateremka kuja kuuliza, hivi ukitaka kuwa padre wa shirika la Roho Mtakatifu huwa unafanyaje? Kwa hivi namfahamu, yani baada ya familia yake kwa kweli. Baada ya hapo tukiwa wadogo kwenye miaka 20 tulianza kutafuta namna ya kuingia utawani, na tulikutana wakati huo miaka ya 70 na kitu. Halafu tumesoma pamoja kwenye falsafa vyuo tofauti, lakini novisiati tukawa pamoja, na teolojia tauhidi takatifu kule Nairobi St. Thomas Aquinas tukasoma pamoja. Kila mtu huwa anajivunia shule aliyosoma awali, yani sekondari. Sasa tunamuuliza Father Peter, wewe ulisoma shule gani? Anasema Kilimanjaro Boys. Yani tulikuwa tunacheka, tunashaka, Kilimanjaro Boys ukaweza unakuja kucompete na sisi ambao tumesoma shule kubwa Maua. Kwa hivi kwa namna moja alikuwa anajisikia kwamba ni mdogo, labda ndio unyenyekevu wake. Lakini kitu cha ajabu, na hii ndio sifa ambayo napenda kuisema kwenu, Father Peter alikuwa na great determination, kule kutokubali kushindwa. Alipambana. Mwaka wa kwanza of course alikuwa haoni ndani. Lakini bwana, unashangaa mtu ambaye alikuwa haoni ndani. Mwaka wa pili, tunamwona nikidedea. Mwaka wa tatu anaanza kubada. Mwaka wa 4 ndio yani ndiye anaongoza darasani. Kwa hivi mimi namfahamu kama mpinzani mwenzangu. Mpinzani ambaye alipambana kwa kweli mpaka yani hizo achievement zote alivyofikia katika kusoma, lakini pia katika uchungaji, maisha ya kiroho, ni kweli kabisa. Lakini ni ile sifa ya kukazana, kutokubali kushindwa, kutokubali kwamba shule ya Kilimanjaro Boys iko nyuma ya zingine, na ameijengea Kilimanjaro Boys jina. Kwa hiyo wale ambao mlisoma Kilimanjaro Boys, hongereni sana. Kwani mwenzenu ameprove kwamba hata kitu kikubwa, kitu kizuri kinaweza kikatoka mahali ambao hutegemei. Ndivyo alivyokuwa Father Peter. Father Peter, asubuhi nilipofika tukaenda kumuona kwenye jeneza, amelala, hajiwezi. Mtu ambaye alikuwa anajiweza kwa kila jambo, lakini hajiwezi, amelala hivi.
kwa kweli nililia machozi na mimi, kwani sio kwamba tu nilisoma pamoja naye, lakini pia tumefanya kazi pamoja kule Njiro. Na hicho alichosema mkuu wa shirika Florentine ni kweli kabisa, ni kweli kabisa, na mimi natoa ushuhuda wangu. Sasa nilikutana naye mwaka jana aliyotoka India. Basi kawaida ni mcheshi, ni mtu anatabasamu safi. Akaniambia, nikamwambia habari zako baba, pole, na ninasikia ulikuwa unaumwa. Akasema ndio nimerudi bwana, sasa nyama zitanikoma. Nyama choma itamkoma. Kwa ni ushuhuda mfupi tu. Lakini sasa juzi niliposikia kwamba amelazwa, na nashukuru sana Father Florentine uliniambia pale Dar es Salaam. Sasa mimi sikuamini kabisa, yani haya maneno kwamba mtu ambaye aliniambia ataenda nyama choma zitamkoma, alafu ndio mtu huyo amelala. Asubuhi hii nimemwona kwenye jeneza pale, sikuamini. Kwa maana alikuwa hakubali kushindwa. Lakini kumbe siri nimeijua leo. Katika shuhuda mbalimbali ambazo watu wametoa hapa, ni kwamba alikuwa, na nadhani ni Dr. Helen amesema kama siri ya maisha yake, kwamba alikuwa hataki kuishi na kusumbua watu kwa magonjwa kwa muda mrefu, kukondeana. Ukimwona si ameshiba kabisa, ukimwona kwenye sura yake kwenye jeneza ameshiba kabisa. Maanake hakutaka kukondeana, kuleta hii. Kwa hiyo napenda nadhani hata bila kishukuru sio mbaya kushukuru, na kushukuru wewe baba provincial na kukupa pole, maanake ni msaidizi wako kama ulivyosema, lakini tunajua ni mwanashirika mwenzetu. Wanashirika wote na wapeni pole na shukrani pia. Wana Salasala, poleni sana. Honestly, poleni sana, manake ninyi wana Salasala na wana Domenico, manake juzi tulikuwa hapa kumzika Father Macha, Daniel Macha, na karibu ugonjwa nadhani ni ule. Kwa hivi mnakuta mnambeba mgonjwa kama wa kwenu. Yaani hiyo inanishangaza. Kumbeba mgonjwa wetu anakuwa ni mgonjwa wenu. Mnambeba mpaka mwisho. Na Salasala imefanya hivyo. Kwamba ule ukanda wa Salasala ule inaonekana ni mahali pazuri pa kufanya kazi. Inaonekana ni mahali pazuri pa kuchapa kazi. Sisi watawa, sisi wa misionari, kwani mnatuvumilia mpaka mwisho, mnatubeba mpaka kwenye jeneza. Asanteni sana. Wanafamilia, nadhani wengine tushakutana, kaka zake marehemu Father Peter. Wakati tunapata ushemasi kule Nairobi mlikuja. Tunapata upadrisho pale Arusha mlikuwepo. Nyumbani kwenu tumefika. Kwa hivi mimi naelewa pigo hilo ni pigo, kwa kweli pigo kubwa, lakini nashukuru yale maneno mlisema hapa, msema maneno ya imani kabisa, kwamba alifanya kazi yake, amefika mwisho na Mungu ameridhika naye. Sisi ni wanani tusiridhike naye? Sisi ni wanani tusiridhike na kazi ya Mwenyezi Mungu? Kwa hivyo mimi pia najisikia kumisi mwenzangu ambaye tulichapa kazi pamoja, tulisoma pamoja, tulikazana pamoja, tulicheza pamoja, tulikasirikiana pamoja. Hivyo vitu vipo, maana tulikuwa wadogo. Kwa hiyo kasirika nadhani ni jambo la kawaida kibinadamu.
kushindana ili ushinde mwenzako uwe na namba nzuri zaidi darasani. Hiyo iko evident. Iko ni wazi, hiyo ni jambo la wazi. Lakini kinachonigusa ni kumwona, labda kuishi kwingi ni kuona mengi. Kwa hiyo nimeona mambo, kumwona mwenzako ambaye mlikuwa mnashindana darasani amelala kivile inaumiza. Lakini naomba nisiwaache kwa machungu, bali niupende kuwapeni neno la faraja kwamba Mungu ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Amen.